Lakini eti umetoka umeenda kumtembelea mtu, hiyo ni sababu yako, na umeivunja amri ya Mungu, na bado unakuja Jumapili na ukuja hata kutubu utubu. Kuna wakati mwingine tunajihesabia haki tu. Mungu amesema tuishike kitakatifu hiyo siku. Ni siku sio ya mambo yako, ni siku ya mambo ya Mungu. Biblia imesema mmepewa siku 6 mfanye kazi zenu. Siku ya 7 ni ya Mungu. Haleluya. Amina. Wewe unasema unajua mimi naenda shambani nikarudishie mbegu. Halo, nani kakupa hiyo ruhusa? Nani kakupa hiyo ruhusa? This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice. Sio kwenda kuteseka na kuumia. Tunahitaji kufurahi, kuifurahia siku ambayo Bwana amefanya. Yaani siku ya leo hainaga mjadala. Cancel ratiba zote, na unapokuwa umemtii Mungu, Mungu atakuinulia watu katika zile siku 6 na utafanya kazi kupita kawaida. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Na wengi wanajaribiwa sana na hii siku. Wale wanaofanya biashara zao binafsi, anapata wateja wa siku hiyo. Yaani wiki nzima ilikuwa ngumu, amepata wateja kadhaa wa siku kama leo. Wenzangu wale wa maduka, wenzangu wa saluni, wenzangu wale wa kuuza vitu sokoni. Bwana asifiwe sana. Anapigiwa simu, anaambiwa lete hapa na pesa kesho. Nilikuwa nimeshajiandaa naenda kanisani. Anaambiwa lete sasa hivi, mimi nitaenda kununua kwingine. Huyo anaweka Biblia chini, anaanza kukimbia. Kumbe ni jaribu la shetani. Shetani sasa anakuambia nataka kuona kama unampenda Mungu zaidi au unampenda hii.